Singida ndani ya siku 100 za Dr. Samia Suluhu Hassan, uongozi, utekelezaji na matokeo. Singida ni mkoa wenye historia ya ustahimilivu na watu wenye ukarimu, lakini katika kipindi cha siku 100 zilizopita, historia hiyo imekutana na msukumo mpya wa utekelezaji. Chini ya maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ajenda ya maendeleo imekuwa ya vitendo, si kwa kiwango cha taifa tu, bali hata ngazi za mkoa na wilaya. Hapa Singida, utekelezaji umechukua sura ya usimamizi wa karibu kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida ikiongozwa na Mheshimiwa Halima Dendego. Miradi ya maendeleo imefuatiliwa kwa ukaribu. Ziara za ukaguzi zimekuwa za mara kwa mara na tathmini imekuwa ya wazi. Changamoto zimejadiliwa kwa uwazi na maamuzi yamechukuliwa kwa wakati. Lakini utekelezaji hauishii katika ngazi ya mkoa. Katika wilaya zote 5 na halmashauri 7 za mkoa wa Singida, wakuu wa wilaya wameweka mkazo kwenye kusikiliza na kushughulikia masuala ya wananchi moja kwa moja. Vikao vya hadhara, mikutano ya wadau na ufuatiliaji wa miradi vimekuwa sehemu ya utaratibu wa kawaida na kila siku. Miundombinu imeendelea kuimarishwa. Barabara zinazounganisha vijiji na masoko zimepunguza gharama za usafiri na kuongeza fursa za biashara. Umeme umewafikia kila mmoja hadi ngazi ya mitaa vijijini. Sekta ya afya imeendelea kuboreshwa kwa kuongeza huduma za kuboresha mazingira ya utoaji wa huduma kwa wananchi. Hii inamaanisha upatikanaji wa huduma kwa wakati na kwa karibu zaidi, inayomwacha kila mwanasingida na tabasamu lenye afya, bila kusahau ile bima ya afya kwa wote. Katika elimu, uwekezaji katika miundombinu ya shule umeongeza mazingira bora ya kujifunzia. Walimu na wanafunzi wanapata nafasi ya kufanya kazi katika mazingira yaliyoimarika. Yote ni kwa ongezeko na uimarishwaji wa miundombinu na vitendea kazi, ikiwemo idadi kubwa ya walimu walioajiriwa. Uchumi wa wananchi hasa katika sekta ya kilimo, usimamizi na ufuatiliaji wa karibu umeongeza ufanisi wa utekelezaji wa programu za maendeleo. Serikali imewekeza pakubwa na wadau wamefurika kuhakikisha mkoa unang'ara zaidi. Wakulima wananufaika na upatikanaji wa masoko na miundombinu inayowezesha uzalishaji. Watumishi katika sekta ya kilimo wanawafikia kirahisi wakulima na wavuvi kwa kuwa kuna nyenzo na zana muhimu za kuwasikiliza. Kinachoonekana katika siku 100 si tu orodha ya miradi, ni mabadiliko ya namna ya kusimamia maendeleo. Mfumo wa uongozi umejikita katika uwajibikaji, ufuatiliaji wa karibu, ushirikishwaji wa wananchi na utekelezaji unaopimika. Uongozi wa mkoa umeunganisha maono ya kitaifa na mahitaji ya eneo husika. Ngazi ya wilaya imegeuza maamuzi kuwa matendo. Hii ndiyo tofauti. Maendeleo hayaji kwa bahati, yanahitaji mwelekeo, yanahitaji usimamizi na yanahitaji maamuzi. Ndani ya kipindi cha siku 100, Singida imeonyesha kuwa unapowekwa mfumo thabiti wa ufuatiliaji, matokeo yanaanza kuonekana kwa haraka. Wananchi wana amani na uwepo wa uongozi. Miradi haisimami kwenye makabrasha, inasimama katika ardhi, na hilo ndilo jambo la msingi. Safari bado inaendelea. Changamoto zipo kama ilivyo katika mchakato wote wa maendeleo, lakini mwelekeo umewekwa. Kutoka maono ya kitaifa kupitia usimamizi wa mkoa hadi utekelezaji wa wilaya, mnyororo wa uwajibikaji umeimarika. Singida inaandika ukurasa mpya, sio kwa kauli tu, bali kwa utekelezaji. Na katika maendeleo, utekelezaji ndio kipimo halisi cha uongozi. Ni katika kipindi cha siku 100 tangu kuapishwa kwake tarehe 3 Novemba 2025, maono ya serikali ya awamu ya 6 yameendelea kutafsiriwa kwa vitendo vinavyoonekana. Mkoa wa Singida unatambua na kuishukuru serikali inayoongozwa na Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mwelekeo thabiti wa miradi mikubwa ya maendeleo inayoendelea kubadilisha mkoa kwa kasi, kutoka miundombinu, huduma za maji hadi kukuza uchumi wa wananchi moja moja. Mabadiliko yanaonekana na safari inaendelea. Singida tunasema asante, asante mama. Yuko tayari sasa kwa ajili ya kulinda kutetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.